إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون. بعد utangulizi huu ambao ndani yake kuna kuhimidiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuna kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusiana pamoja na kuhusiana nafsi yangu ya kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Ni siku ya Ijumaa tarehe 22 Rabiul Thani mwaka 1445 Hijria, na tarehe 25 ya mwezi wa 10 mwaka 2024 miladi. Siku hii imepangwa kwa ajili ya ufunguzi wa masjidi hii, Masjid Ibn Muflih Al-Hanbali, ufunguzi ambao ni wenye kuendana na nadwa ya kielimu, nadwa ambayo imekaririwa na kuwekwa na kuthibitishwa risala mbili. Risala ya kwanza, wajibuna nahwa ma amarana Allahu bi, wajibu wetu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, na baadhi ya nusakh inaitwa wajibul abdi, wajibu wa mja nahwa ma amarahu Allah, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha. Risala hii alhamdulillah imeshamalizika, ishasomeshwa na Sheikh Abu Hudhaifa Shibaba, Allah amhifadhi. Baada ya hii risala kulifuata khutba aliyohutubu Sheikh Abu Zulekha Faraj, Allah mhifadhi. Na sasa hivi tunaingia risala ya pili, risala ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala, ambayo ni bi ayyi aqlin wa dinin yakunu at-tafjiru wat-tadmiru jihadan wa yahkum afiqu ya shabab. Bi ayyi aqlin, kwa akili ipi, wa dinin, na kwa dini ipi, yakunu tafjiru wa tadmiru jihadan, inakuwa kulipua na kubomoa ni jihadi. Wa yahkum afiqu ya shabab, wale wenu amkeni yenye vijana. Maana yake kwamba dini sahihi na akili iliyosalimika haiwezi kujalia kulipua na kubomoa kwa ni jihad, kwa yale yaliyoko ndani yake katika mikhalafa. Na ndio ambayo Sheikh hafidhahullah ta'ala tazungumza katika hii risala. Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr yuko hai,
yuko hai katika mji wa Madina. Sabikan kana mudiran li Jami'atul Islamiyya, mwanzo alikuwa ni mudiri wa Jami'atul Islamiyya, na wakati sisi tuko Madina alikuwa anasomesha pale Al-Masjidun Nabawi, lakini kwa siku hizi kutokana na afya na umri kwenda hasomeshi. Ni shekhi wa sunna wa kisalaf ambaye hakuna shaka kachukua elimu kwa maulama wakubwa waliopita kabla yake. Shekhi katika hii risala kazungumza upotevu wa wale ambao wanafanya kazi ya kulipua majengo, kadhalika wanafanya kazi ya kubomoa majengo, wanafanya kazi ya kuua watu pasi na hatia, wanafanya kazi ya kuharibu miundombinu pasi na sababu za kisheria, halafu wakawa wanadhania kwamba kufanya hivyo ni jihad. Kwa Sheikh katika hii risala anaweka bayana kwamba hiki ambacho hawa watu wanakifanya si jihadi, na kama si jihadi maana yake si katika dini ya Kiislamu. Hata kama wanafanya kwa sura ya dini, wanafanya kwa ghaira ya dini, hata kama muonekano wao ni muonekano wa dini, lakini maadamu wanaoyafanya na khalifu dini sahihi, basi yale wanaoyafanya hayawezi kuwa ni dini, bali hayawezi kukubaliwa na akili iliyo salama. Sheikh ameanza na utangulizi, alafu baadaye akaja kuzungumzia maudhui ya hii risala. Sheikh ameanza kusema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baada ya utangulizi akasema fa inna lish-shaytani madkhalaini ala al-muslimina yanfudhu minhuma ila ighwa'ihim wa idlalihim. ahaduhuma annahu idha kana al-muslimu min ahli at-tafrit wal ma'asi zayyana lahu al-ma'asi والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. والثاني أنه إذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة زين له الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه. وقد قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، وهو من حديث حجة الوداع، انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. فإن للشيطان مدخلين على المسلمين، hakika ana shaitani maingilio mawili kwa Waislamu. Shaitani ana maingilio mawili, ana milango miwili kwa Waislamu. Yanfudhu minhuma ay yadkhulu fihima
maingilio ambayo anaingia kwenye hayo maingilio ila ighwaihim, yani ila tadhi'ihim wa idhlalihim, katika kuwapoteza na kuingiza katika dhalal, katika kuwapoteza wakawa ni wenye kuacha njia sawa sawa, wa idhlalihim, na akawa ni mwenye kuwapoteza wakaiacha dini ya haki, dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahaduhuma, maingilio ya kwanza, annahu idha kana almuslim min ahli at-tafrit wal maasi, hakika anapokuwa muislam ni katika watu wa tafrit, yani katika watu wa at-tadhiya, katika watu wa kupoteza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wal maasi, na akawa katika watu wa maasi, zayyana lahu al maasi washahawat, shetani anachokifanya ni kumpambia huyu muislamu maasi na mambo ya shahawati, liyabqa ba'idan an ta'ati Allahi wa rasuli, ili aendelee kuwa mbali na kumtii Allah na mtume wake. Lianna imanahu yanqusu bidhalika, kwa sababu imani yake inakuwa inapungua kwa hilo. Kwa hiyo ikiwa muislamu hali yake iko hivyo, ni mtu wa kupoteza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu wa maasi, anachokifanya shetani anampambia hayo maasi yake anayoyafanya, na anampambia huko kuacha amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ili aendelee kuwa mbali na utiifu wa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wakati qala sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bishahawati. Huffatil janna, imezungushwa pepo, bil makarihi, kwa vitu ambavyo havipendezi katika nafsi za watu, katika vitu ambavyo vinachukiza. Laajili dhalika tajidu kathiran minan nasi ba'idina an awamirillah. Laajili dhalika, kwa ajili ya hilo, tajidu kathiran minan nasi, unawakuta wengi katika watu, ba'idina an awamirillah, wako mbali na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu zile amri za Allah hazipendezi katika nafsi za watu wengi, hazipendezi. Na ndio maana unakuta leo waislamu walio wengi hawaswali, na wala wenyewe hawaoni kwamba wanachokifanya si kitu cha sawa sawa. Kadhalika utakuta waislamu walio wengi wanaacha mambo aliyowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu nafsi zao hazina uelekeo huo. Wa huffatin naru bishahawati, na umezungushwa moto kwa mambo yenye kupendeza katika nafsi za watu, mambo ya shahawati. Laajili dhalika tajidu mu'dhamahum muqbilina ila al-ma'asi. Laajili dhalika, kwa ajili ya hilo, tajidu mu'dhamahum, unawakuta watu waliokuwa wengi, muqbilina ila al-ma'asi, ni wenye kuelekea katika maasi, wanaelekea katika mambo ya maasi, mpaka inaonyesha mtu anapokuwa anakemea hayo maasi ni mtu ambaye kama vile amechelewa. Kadhalika wanaelekea katika mambo yasiyo kwa sawa sawa, mpaka mtu akiwa anajitenga na hayo mambo anaonekana ni mtu ambaye ameishiwa na mipango. Lakini hayo yote tujue kwamba moto kama moto umezungushwa na vitu ambavyo vinapendeza katika nafsi za watu, na pepo imezungushwa na vitu ambavyo nafsi za watu hazipendi vitu hivyo. Kwa maingilio ya kwanza, mtu akiwa ni mtu wa kupoteza amri za Allah na mtu maasi, shetani anampambia hali hiyo ili aendelee kuwa mbali na kumtii Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wathani, ay wal madkhalu athani, na maingilio ya pili, annahu idha kana almuslimu min ahli at-ta'ati wal ibada, hakika anapokuwa muislamu ni katika watu wa toa na ibada. Muislamu anafanya toa vizuri kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
bali anajipinda kiibada. Zayyana lahu al-ifrata wal-ghuluwa fi ad-din. Sio kwamba shetani anamfanya atoe katika hiyo toa, hapana. Anachomfanya shetani, zayyana lahu al-ifrata, ay zayyana lahu ziyadata fi umur ad-din. Anamjalia yeye kuwa na ziada katika mambo ya dini. Wal-ghuluwa ay wa mujawazata al-haddi, kadhalika anamfanya awe ni mwenye kuvuka mipaka fi dini, katika dini. Yani hapo hapo kwenye kushikamana na dini, hapo hapo kwenye kufanya ibada, shetani anachomfanya huyu, anakuwa anamfanya awe ni mwenye kuzidisha na mwenye kuvuka mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyufsida alayhi dinahu, ili amharibie dini yake. Anamfanya awe hivyo ili dini yake iwe ni yenye kuharibika. Anakuja kuharibiwa hapo hapo kwenye ibada, hapo hapo kwenye toa. Wakati qala Allahu azza wa jalla, na hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum, watu wa kitabu, msivuke mipaka katika dini yenu, msiwe na ghuluwu katika dini yenu. Wala taqulu ala Allahi illa alhaq, na msiseme juu ya Allah isipokuwa yale ya haki. Waqala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, sema Muhammad, waambie watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, msifanye ghuluwu katika dini yenu, ghayra alhaqi, basi na haki. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, na wala msifuate matamanio ya watu ambao tayari washapotea. Msifuate matamanio ya watu ambao tayari washapotea. Min qabl, kabla, wa adhallu kathiran, na wamepoteza watu wengi. Wa dhallu an sawa'is sabil, na wenyewe wamepotea katika njia ya sawa sawa. Kwa katika hizi aya tunaona Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza ahlul kitabi wasiwe ni wenye kufanya ghulu katika dini yao. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fi ad-din, fa inma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fi ad-din. Iyyakum ay ibta'idu wal ghuluwa fi ad-din, yani al ghuluwi fi ad-din, jiwekeni mbali na kufanya ghulu katika dini, jiepusheni na kuvuka mipaka katika dini. Fa inma halaka man kana qablakum, hakika si vingine jambo lilivyo, wamepotea wale waliokuwa kabla yenu, bil ghuluwi fi dini, kwa kuvuka mipaka katika dini. Walipotea wale ambao walikuwa kabla yenu kuvuka mipaka katika dini. لأنه يؤدي إلى التشدد والخروج عن الحد السوي. لأنه يؤدي إلى التشدد, sababu mtu anapokuwa na ghulu katika dini, hilo linampelekea kuwa na tashaddud. Wal khuruj an al hadd sawi, na kutoka katika mpaka wa sawa sawa, kwa sababu ya ghulu yake aliyokuwa nayo. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu an-Nasa'i wa ghayruhu, na ni hadithi sahihi hiyo katika Sunan an-Nasa'i na katika vitabu vingine. Wa huwa min ahadith hajjatul wada'i, na hii ni katika hadithi za haji ya kuaga. Kisha anasema undhuru takhrijahu, angalia takhriji yake fi as-silsila as-sahiha lil-Albani, katika kitabu as-silsilatu as-sahiha cha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo mtu anapokuwa yuko mbali na mambo ya dini, shetani anampambia hali hiyo aliyokuwa nayo. Na mtu anapokuwa na uelekeo wa dini, shetani anampambia kuwa na ghulu katika dini na kuwa na tashaddudi katika dini na kukipa kitu hukumu isiyokuwa yake. Na hili ndio ambalo litokea kwa al-Khawarij. Tutakuja kuwaona makhawarij ni watu wenye kushikamana na dini kweli kweli. Wanasoma Qur'an, wanaswali swala katika nyakati zake,
wanasimama usiku, wanafunga funga za faradhi, funga za sunna, na ni watu ambao yale mambo ya dini wanayapenda na wanayafuatilia, bali wao wanaona kwamba mtu bwana akifanya madhambi anakuwa anatoka katika dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kule sasa kule kuwa kwao ni watu wa dini, kule kushikamana kwao na mambo ya dini ikapelekea kuwapa hukumu watu ambayo si yenye kustahili. Waona mtu akifa na madhambi makubwa, khalas huyo ni kafiri, kwa sababu ya kule kushikamana kwao na dini sana. Mpaka kuna mtu akiwa na mapungufu tu hao Muislamu. Kwa hapo kwenye kushikamana na dini wakapotezwa hapo, na wenyewe wakiwa wanajiona kuwa sisi ni watu wa dini. Kwa lazima watu ni watu wa wasat, watu wasiwe na kupuuzia na wala wasiwe ni wenye kuvuka mipaka. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala, wa min makaidi ash-shaytani lihaula'i al-mufritin al-ghalina annahu yuzayyinu lahum ittiba'a al-hawa wa rukuba ru'usihim wa su'a al-fahm fi ad-din. Wa min makaidi ash-shaytani lihaula'i al-mufritin, na miongoni mwa vitimbi vya shetani kwa hawa wenye kuzidisha, al-ghalina, wenye kuvuka mipaka, annahu yuzayyinu lahum ittiba'a al-hawa, hakika shetani anawapambia wao kufuata matamanio ya nafsi zao, wa rukuba ruusihim, na kupanda vichwa vyao, wa su'a al-fahm fi ad-din, na kuwa na ufahamu mbaya katika dini, wa yuzahiduhum fi ar-ruju'i ila ahli al-ilmi, yuzahiduhum ay wa yaj'aluhum tarikina ar-ruju'a ila ahli al-ilm, na anawafanya wao ni wenye kuacha kurejea kwa watu wenye elimu. Hao watu wa tadhiyir, hao watu wa kuvuka mipaka, shetani yaj'aluhum tarikina ar-ruju'a ila ahli al-ilm, anawafanya wao ni wenye kuacha kurudi kwa watu wenye elimu na kutaka miongozo yao. Kwa nini anawafanya wao hivyo? Lialla yubassiruhum, ili wasije kupewa basira, ili wasije kupewa elimu, ili wasije kupewa usawa. Wa yurshiduhum ila sawab, na ili wasije kuongozwa katika sawab. Ila sawab yani ila alhaq, wasije kuongozwa katika sawab, katika haki. Waliyabqu fi ghayyihim wa dhalalihim, na ili wabakie katika kupinda kwao na upotevu wao. Fi ghayyihim ay fi zayghihim, ili wabakie katika zayghi yao, katika kupinda kwao, wa dhalalihim, na wabakie katika upotevu wao waliokuwa nao. Qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, na usifuate matamanio akakupoteza katika njia ya Allah, au hayo matamanio ya kupoteza katika njia ya Allah, au Allah kupoteza katika njia yake. Kwa usifuate matamanio. Fuata matamanio utatoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah, ni yupi mpotevu zaidi kuliko yule mwenye kufuata matamanio yake basi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa na maana hakuna mpotevu zaidi kumshinda yule ambaye anafuata matamanio yake basi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasanan fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Afaman zuyyina lahu su'u amali, hivi yule ambaye mwenye kupambiwa uovu wa matendo yake, yule ambaye anapambiwa uovu wa matendo yake, faraahu hasanan, akayaona hayo matendo yake kuwa ni mazuri,
fa inna Allah yudhillu man yasha, hakika Allah ana mpoteza mtakaye, wa yahdi man yasha'u, na anamuongoza mtakaye. Waqala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, afaman kana ala bayyinatin min rabbi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum, hivi je, wale ambao katika ubainifu kutoka kwa Mola wao, wale ambao katika haki kutoka kwa Mola wao, ni kama wale ambao wamepambiwa matendo yao mabaya, kama wale ambao wamepambiwa ubaya wa matendo yao, wattaba'u ahwa'ahum, wakawa ni wenye kufuata matamanio yao, la yastawun, hawezi kulingana. Waqala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye Allah ndiye ambaye amekuteremshia wewe kitabu, ay alquran. Minhu, katika hicho kitabu, ayatun muhkamat, kuna aya ambazo zinaitwa muhkama, aya ambazo hukumu zake ziko wazi, hazina kuchanganya. Hunna ummul kitab, hizi aya ambazo ziko wazi ndo mama wa kitabu ambayo tumekuteremshia. Wa ukharu mutashabihatun, na aya zingine ni zenye kutatiza, haziko wazi, na hii inaweza ikawa kwa baadhi ya watu na kwa watu wengine zisio ni zenye kuchanganya, au baadhi ya aya ambazo zipo na tafsiri yake kiwa hakika ikawa hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kala hurufi almuqatta'a, kama ilivyokuwa zile herufi moja moja ambazo zinakuwa mwanzo wa sura. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, amma wale ambao katika nafsi zao na katika nyoyo zao kuna upotevu. Zaygun ay ghayyun wa dhalalun, wale ambao katika nafsi zao kuna upotevu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile ayati ambazo ndani yake kuna kuchanganya na kutatiza. Ibtigha alfitna, kwa hali ya kutafuta fitna, wa ibtigha ta'wili, na kwa hali ya kutafuta ta'wili na tafsiri. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim, na katika sahihi al-Bukhari na katika sahihi Muslim, ani Aisha radhiyallahu anha, kutoka mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tala hadhihi al-ayata, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma hii aya. Faqala, akasema, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, mtakapowaona wale ambao wanafuata zile aya zinazotatiza katika Qur'an na wakaacha zawazi, faulaika alladhina samma Allahu, hao ndio ambao Allah amewataja katika hii aya, fahdharuhum, tahadharini nao.